Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo. Hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ni kope lako sikio na usikilivu mwema, ni kuchanganulie yale ambayo yanazidi kugonga vichwa vya habari, aswa kauli ambayo iliweza kutolewa na mbunge kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo Bwana Ado kuhusu katiba mpya. Sasa ile kauli ya katiba mpya ambayo Bwana Ado aliweza kuitoa imeshtua serikali ya Samia, ambao wanajaribu kadiri wawezavyo ili Watanzania kusahau mambo hayo ya katiba mpya. By the way, tunataka katiba. Hata wakijaribu kusema kwamba tusahau, tunataka katiba mpya. Je, haya mambo yote yalitokea wapi mpaka serikali ya Samia ikaweza kushtushwa na kauli ya mbunge Ado? Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisahau kuweka swala la kuandikwa kwa katiba mpya katika hotuba yake ya bajeti iliyosomwa na kupitishwa na bunge Tanzania hivi karibuni. Sasa ile hotuba yake ambayo ilikuwa imeandikwa kwa kurasa zaidi ya 122 kuhusu bajeti na makadirio, hawakuzungumzia kivyovyote kuhusu katiba mpya. Sasa kutokana na unyeti wa swala hilo la katiba mpya, kiongozi wa walio wachache bungeni Ado Shaibu, kama ilivyokuwa kwa Watanzania wengi, alitarajia swala hilo la kuandikwa na kutungwa katiba mpya liwe moja ya mambo muhimu katika hotuba hiyo ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Hata hivyo, kwa mshangao, hakukuwa na neno hata moja katika hotuba hiyo ya Mwigulu Nchemba linalohusu katiba mpya. Sasa jambo hili liliweza kumshangaza Bwana Ado Shaibu, ambaye alipokuwa akichangia hotuba hiyo alirusha lawama kwa afisi ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, serikali na Chama cha Mapinduzi CCM kwa kulidharau na kulitupa swala hilo la katiba mpya. Nimeisoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kurasa zote 122. Sijaona kwenye ukurasa wowote, sijaona kwenye aya yoyote, sijaona kwenye sentensi yoyote kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na mageuzi ya kisiasa nchini kwetu. Hatua hii ya hotuba ya Waziri Mkuu kukaa kimya juu ya jambo hili muhimu sana, sisi tunaipa tafsiri kubwa sana, na hitimisho ninalolijenga mimi mpaka nitapokuwa proved wrong wakati ujao, hii inanipa ishara kwamba serikali imeipuuza, haipi uzito na haitaki ajenda ya katiba mpya. Huo ndio msimamo wangu. Mimi nataka kutoa ujumbe kwa serikali na kwa Chama cha Mapinduzi. Natoa ujumbe wa kwanza: Watanzania si wajinga
wanaelewa hali halisi ya kisiasa ya nchi yetu, na wanajua bila katiba mpya, bila tume huru ya uchaguzi na bila mageuzi ya kisiasa ndani ya nchi yetu. Taarifa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa, na shukuru tu kwa mchango wake Mheshimiwa Ado, mdogo wangu, na mimi nilikaa sana hapo. Naomba nikupe taarifa kwamba kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan tumedhamiria ndani ya miaka hii mitano ya awamu ya 6 Watanzania watapata katiba mpya, na ukimwangalia anavyozungumzia swala la katiba mpya amemaanisha, ndio maana kwenye ilani ya chama chetu tumeiweka. Naomba nikupe hiyo taarifa. Mheshimiwa Ado, naipokea taarifa hii. Taarifa nyingine Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya Mheshimiwa Bulaya siipokei, na siipokei kupitia hoja yangu namba 2 ambayo nilikuwa naelekea kuitaja. Ujumbe wangu kwa serikali na Chama cha Mapinduzi, ujumbe namba 2: katiba mpya sio ajenda ya CCM. Katiba mpya sio ajenda ya serikali. Katiba mpya ni ajenda na mali ya Watanzania. Ukimya huu katika hotuba ya waziri mkuu unamaanisha serikali imeihodhi ajenda hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Sasa mtazamaji wangu, kutozungumziwa kwa swala hilo, nataka kuangalia notes zangu ambazo nimeandika hapa. Sasa kutozungumziwa kwa swala hilo katika hotuba hiyo ya waziri mkuu Mwigulu Nchemba kulimfanya bwana Shaibu Ado kuona namna ambavyo serikali nzima ya Samia Suluhu Hassan na CCM hawana mpango kivyovyote, mpango wa katiba mpya. Sasa jinsi ambavyo serikali iliweza kukwepa hilo swala la katiba kwenye hotuba ya waziri mkuu, Ado anaeleza kwamba inadhihirisha wazi kwamba serikali hii ambayo iliweza kumwaga damu kwa kuwatoa wananchi uhai haina haja ya kuunda katiba mpya. Sasa naelezwa kwamba tangu kukwama kwa mchakato wa kuundwa kwa katiba mpya wakati wa utawala wa serikali ya awamu ya 4 chini ya rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, watu wengi wamekuwa na matumaini ya kufufuliwa kwa mchakato wa kutungwa katiba mpya. Hata hivyo, kiu ya unajua sababu kuu ambayo wananchi wanataka hii katiba mpya ni uchachu wa maendeleo. Hata hivyo, kiu yao hiyo ilizimwa wakati wa serikali ya awamu ya 5 ya Magufuli, ambaye alisema kwamba serikali yake haitaweza kupea kipaumbele swala la katiba mpya. Samia alipoingia madarakani, unajua alisema kwamba ataweza kuunda hii katiba, hajawahi unda. Sasa Ado Shaibu akichangia hotuba ya waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, mbunge huyo wa Tunduru Kaskazini na katibu mkuu wa ACT Wazalendo alishangaa kwamba hotuba nzima ya waziri mkuu yenye kurasa 122 imekaa kimya juu ya swala nzima la katiba mpya. Sasa bwana Ado alieleza kwamba hatua hii ya hotuba ya waziri
mkuu kukaa kimya juu ya jambo hili muhimu sana. Sisi tunaipa tafsiri kubwa sana na hitimisho lijenga mimi mpaka nitakapokuwa proved wrong wakati ujao. Hii inanipa ishara kwamba serikali imeipuuza, haiipi uzito na haitaki ajenda ya katiba mpya. Wacha nikuulize ukweli, serikali hii ya Samia ndio iko na wabunge wengi pale bungeni, lakini kitu ambacho mimi nashangaa, wabunge hawa wamelaza damu pale bungeni. Miswada ambayo inaletwa na serikali wanaipitisha, lakini miswada ambayo inaletwa na viongozi wa upinzani ambayo itasaidia wananchi na taifa letu la Tanzania, unapata kwamba miswada kama hiyo inapewa kisogo na wabunge wa CCM. Kwa sababu mpenzi mtazamaji, ninaelezwa hivyo. Ama hata hivyo, hotuba yake Bwana Ado Shaibu ilikatishwa na mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya kutoka CCM, aliyempa taarifa akisema kuwa Chama cha Mapinduzi kinalichukulia swala la katiba mpya kwa uzito mkubwa, na ndio maana kimeliweka swala hilo katika ilani yake ya uchaguzi. Sasa Samia na vibaraka vyake wanajaribu kutuconfuse na kutuambia kwamba swala la katiba mpya wameweza kuipea kipaumbele, hawangeweza kuchanganya na maswala ya bajeti. Eti maswala ya katiba mpya wataleta baadaye kwa sababu wameweza kuipea kipaumbele, itakuja kuletwa peke yake bungeni ijadiliwe bila ya kuchanganya na maswala kama vile ya bajeti, kitu ambacho ni uongo. Kumbuka kwamba hii katiba mpya ingekuja, huu utawala wa kimabavu ungekoma. Wananchi wako na uchu wa maendeleo tungepata, kuliko kimya ambacho kinaendelea kwa hii serikali ya Samia kuhusu katiba. Kwa sababu mbunge mwingine aliweza kumwambia Ado kwamba baadhi ya wabunge hao ni Timotheo Msava, naibu waziri wa uchukuzi, ambao waliweza kumwambia kwamba serikali ya CCM bado ina nia ya kuwaletea Watanzania katiba mpya. Pia ipo mstari wa mbele kupinga vita ufisadi kwa kauli na vitendo. Sasa hawa wabunge kutaka kupumbaza wananchi, wanasema kwamba serikali yao imeweza kupea kipaumbele swala la katiba mpya, lakini ikifika kipindi ambapo viongozi kutoka vyama pinzani wanapojadili hilo swala bungeni, unapata kwamba viongozi wa serikali wanazima viongozi wa upinzani. Sasa hoja hiyo ya Shaibu kuwa katiba mpya iweze kuundwa sasa hivi na wala sio kesho, ilionekana kuwashtua baadhi ya viongozi wa CCM nje ya bunge la kitaifa. Katibu wa kamati maalumu ya NEC Zanzibari, idara ya itikadi, uenezi na mafunzo, Khamis Mbeto Khamis, aliibuka kuitolea ufafanuzi hoja hiyo, akisema kabla kumalizika kwa muda wa serikali ya awamu ya 6 mwaka 2030 Watanzania watapatiwa katiba mpya. Unaona, tena wametoa swala la katiba mpya sasa hivi mwaka 2026, wamepeleka hilo swala
eti mpaka mwaka 2030 kipindi ambapo Samia atakapokuwa anaondoka afisini, eti ndio watakuwa wanaleta katiba hiyo mpya. Mimi wacha nikuambie hivi, tusipokuwa macho ngumu sasa hivi, tusipokuwa ngangari, tusipofungua vinywa vyetu, hii katiba ambayo wanatuambia watakuja kuitunga na kuiunda mwaka 2030 sioni ikifanyika, kwa sababu wakati huo watatuambia kwamba wacha washughulikie na masuala ya kampeni alafu katiba baadaye, na hivyo ndivyo tutakuwa tumekosa maendeleo, na hivyo ndivyo tutakuwa tumekosa uongozi mzuri. Tumalize uongozi huu, viongozi wako na udikteta. Sasa wacha nikwambie hivi, kuna mbunge mmoja akijibu hoja ya Shaibu, Bwana Mbeto alieleza kwamba rais wa awamu ya pili Ali Mwinyi alikuwa na wana CCM na bunge la chama kimoja ilikuwa na wabunge wa CCM pekee, lakini kwa kutojali maslahi ya kisiasa lilipitisha sheria namba 5 ya vyama vya mwaka 1992. Lakini mbona aliweza kueleza hivyo? Alieleza kwamba hoja ya katibu mkuu huyo wa ACT Wazalendo pia ni mbunge wa Tunduru Kaskazini haikuzingatia ukweli wa historia wala nia njema ya serikali za CCM na wakuu wa nchi. Unaona, sasa wabunge hawa na viongozi kutoka CCM wameanza kusema kwamba hoja ya mbunge huyu wa Tunduru Kaskazini ambaye ni katibu mkuu wa ACT Wazalendo Bwana Ado Shaibu eti haina nia njema kwa serikali za CCM. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, tukitaka katiba mpya tuweze kumaliza utawala wa kiudikteta, mahala ambapo viongozi wanajihisi kwamba wao ndio wanamiliki Tanzania yetu, hivyo tutakuwa hatutakii CCM mazuri. Kipindi ambapo tunasema kwamba tuweze kuunda katiba mpya, haya mamlaka ambayo polisi wako nayo sana ya kukamata wananchi ovyo ovyo tuyapunguze, hivyo tutakuwa tumetakia serikali za CCM mabaya. Sasa ukitaka kujua kwamba hii serikali ya awamu ya 6 ya Samia imeweza kushtushwa na hoja hii ya mbunge wa Tunduru Bwana Ado Shaibu, hoja ya katiba mpya, ni hapa mahala ambapo wanasema kwamba hoja hiyo ya huyu mbunge wa Tunduru haitakii serikali za CCM mema, kumaanisha serikali za CCM wamekuwa wakitegemea ufisadi, wamekuwa wakitegemea wizi wa kura, wamekuwa wakitegemea polisi, kwa sababu katiba mpya itafanyia marekebisho mpaka tume ya uchaguzi. Huu upuzi ambao unapata kwamba mwenyekiti akishatangaza kwamba Ezra ameshinda, hakuna mtu mwenye anaweza akampeleka mahakamani, hicho kipengele kiweza kuondolewa. Na hii serikali ya CCM imeona kwamba hicho kipengele kikiondolewa hawatakuwa na faida, na ndio maana wameanza kupiga kelele wakieleza kwamba ACT Wazalendo hicho kipengele chao cha katiba mpya hakitakii serikali za CCM mema. Unaweza ukaambia nini hii serikali ya Samia kipindi ambapo wanaleta ama kipindi ambapo waziri mkuu Mwigulu Nchemba analeta hotuba bungeni yenye kurasa 122, lakini kwenye ile hotuba wamezungumzia tu mambo na bajeti peke yake, hawajaweza kuzungumzia mambo yenye masuala nyeti ya kuundwa kwa katiba mpya Tanzania. Waambie neno moja, ambia hii serikali ya Samia neno moja. Mimi ni Bwana Ezra, asanteni sana.